Dakika 90 zimetamatika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini mikwaju ya penalty imewapeleka Simba Sports hatua inayofuata kwa maana nusu finali. Kwako mchezo ulikuwa namna gani? Ni mchezo ambao ulikuwa na umuhimu ndani yake, mchezo ambao ulibeba historia kubwa sana kwa upande wa Simba Sports Club. Nikiwa na maana wengi walikuwa wanatamani kuiona hatua ama historia kama hii ikiandikwa siku hii ya leo, kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Hajalishi ni michuano ya namna gani, lakini iwe ni michuano ambayo inasimamiwa na CAF. Kwa hiyo kimsingi imekuwa ni historia kubwa ambayo imeandikwa kwa Simba Sports Club, na kila mtu alikuwa anatamani kuwa sehemu ya watu ambao wameandika hiyo historia, nikiwa na maanisha kwenye utawala, wachezaji, walimu na mashabiki pia walikuwa wanatamani kuandika historia kwamba kipindi naishabikia Simba kuna moment ambayo nilikuwa moja kati ya watu ambao wali facilitate Simba Sports Club kufika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa na historia ndani yake. Kuna furaha kubwa kwa wale mashabiki ambao wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali na wameenda Dar es Salaam kwenda kushuhudia mchezo wa kihistoria. Kwa hiyo imekuwa ni historic game ambayo Simba Sports Club wameweza kuishi historia na wamefurahishwa na kile ambacho walikuwa wamejiandaa nacho. Kwa namna ambavyo umeona ushindi huu wa leo wa Simba kufuzu kwenda hatua nusu finali, unadhani siri ya hichi kilichotokea leo iko wapi? Siri kubwa ni ushirikiano katika madaraja yote, nikiwa na maana utawala. Tumeona ahadi ambazo walikuwa wanazitoa ni ahadi ambazo zinaenda kutoa motivation kwa wachezaji, nidhamu, juhudi, commitment kwa ujumla. Tukitoka hapo tunaenda kwenye eneo la technical bench, kwa maana benchi la ufundi, nazungumzia hapa Fadlu Davis na wasaidizi wake wote. Hawa wameenda kutengeneza plani nzuri ama mpango mzuri ambao utaifanya Simba icheze vizuri, ambapo pia Simba imeweza kuondoka na matokeo ya alama 3 ndani ya dakika 90, lakini pia wakaenda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Naamini pia walifanyia mazoezi. Simba Sports Club miaka ya nyuma walikuwa na struggle kwenye eneo hili, lakini this time around wamefanya vizuri kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Nakumbuka dhidi ya Kaizer, nakumbuka dhidi ya Orlando walikuwa wanashindwa kupata matokeo kwenye hatua hii, lakini this time around wamefanya. Kwa hiyo benchi la ufundi limefanya kazi kubwa sana, lakini pia wachezaji pia wamefanya kazi kubwa sana kwa asilimia kubwa kutekeleza kile ambacho kimezalishwa kwenye uwanja wa mazoezi. Lakini tukienda on pitch ndani ya zile dakika 90, Elim Panzu nadhani alikuwa na game nzuri sana, anaendelea kutoa taarifa kwamba natamani kuwa zaidi ya hapa ambapo nipo. Yawezekana pia anajua michuano ya CAF kwa maana ya Confederation Cup ina thamani kubwa sana kwenye kufanya biashara kwake yeye, na tunajua sehemu ambayo alikuwepo kabla ya kuja Simba Sports Club, sio? Alienda Belgium akafanya trial, haikuwa nzuri kwake, akarejea Tanzania. Kwa hiyo focus yake haipo hapa Afrika. Kwa hiyo ilikuwa ni game ambayo ama ni michuano ambayo anajua ni sehemu pia ya ongeza CV yake ili iweze upgrade. Amekuwa na game nzuri sana, namna ambavyo alikuwa na open up, kwa maana namna ambavyo alikuwa anafungua wachezaji wa timu pinzani, kwa maana Al Masry kuanzia kwenye ile eneo la katikati akienda eneo la mwisho, kwa maana wakati wako kwenye low block bado alikuwa anaendelea kuonyesha ubora wake. Kwa hiyo Elim Panzu alikuwa na game nzuri sana siku hii ya leo ndani ya dakika 90, pasi kusahau ubora kwenye safu ya ulinzi. Huwezi kuacha kusifia kile ambacho Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma ameweza kukizalisha, ambacho kimeenda kutumika kama ngao kwa walinzi wakati walinzi kwa ujumla wake. Namzungumzia Braza Kamza ambaye pia alikuwa na game nzuri sana, well composed player, ni mchezaji ambao ana utulivu wa hali ya juu. Mpelekee pressure aina yote, mpeleka shinikizo la aina yote, bado atakuwa kama, atakuwa mtulivu, atafanya kile ambacho anaamini akifanya kitakuwa na manufaa kwa timu. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi nzuri sana. Yusuf Ali Kagoma, moja kati ya viungo ambao nadhani Simba walikuwa wanawatafuta kwa muda mrefu tangu ameondoka James Kotei. Sasa mrithi sahihi Yusuf Kagoma kapatikana. Tangu ameondoka kina Gelson Flaha walikuwa wanahitaji mtu wa namna ya Yusuf Kagoma, kitu ambacho amekizalisha kwa asilimia kubwa katika hii michezo ama hii michuano ya kimataifa this time around. Kwa hiyo mimi nadhani Yusuf Kagoma, Elim Panzu, Fabrice Luamba Ngoma, tukienda kwa Braza Kamza, pasi kusahau performance ambayo ameizalisha Steven Dese Mukwala. Kila anapopata nafasi anaendelea kumpa taarifa Fadlu kwamba naamini unatakiwa kuniamini zaidi ambavyo unaniamini. Yani anaendelea kudai imani zaidi ya ile ambayo amekuwa akipatiwa. Angalia goli ambalo alifunga, positioning nzuri, amereceive cross. Kwenye football kuna aina nyingi za heading up. Yeye alichagua directive heading. Maana yake ni kwamba anaelekeza mpira uende wapi, ama scoring head. Kwa hiyo ni kitu ambacho si rahisi kukishuhudia kwa wachezaji, lakini yeye ameweza kukizalisha kwa asilimia kubwa na amekuwa shujaa katika moments nyingi. Ili goli ambalo limepatikana ambalo lilikuwa goli la pili, Yazgana ndo goli ambalo limepelekea Simba kufika hatua hii ambao tunaiona. Kwa Steven Dese Mukwala amekuwa muamuzi katika moments nyingi sana ambazo Simba wanazihitaji. Rejea kwenye ligi kuu Tanzania bara, game dhidi ya Coastal Union alifunga magoli 3.
rejea game dhidi ya Mashujaa kule Lake Tanganyika, yeye ndo alifunga goli ambalo lilipeleka alama 3. Kwa hiyo Steven Dese Mukwala anaendelea kutoa taarifa kwa Fadlu Davis kwamba nahitaji kuendelea kuaminiwa zaidi ambavyo naaminiwa hivi sasa. Lakini yote kwa yote huwezi kuacha kusifu ubora wa Musa Pinpin Kamara. Ndani ya dakika 90 alikuwa na saves kadhaa, kama nakumbuka first half alifanya saves nyingi sana, lakini pia tukaenda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Akaonyesha ushujaa ndani yake, kitu ambacho alikuwa na struggle Simba Sports Club misimu kadhaa nyuma, wakiingia kwenye hatua ya mikwaju ya penalty. Ilikuwa asilimia kubwa wapinzani wanaweka mpira kimiani, sio? Lakini ilikuwa ni ngumu goalkeepers kusave. Si underrated performance ya goalkeeper ambao walipita, lakini tunajaribu kuzungumza kile ambacho kimetokea siku hii ya leo kutokana na kile ambacho Musa Pinpin Kamara ameweza kukizalisha siku hii ya leo. Na Musa Pinpin Kamara alikuwa anajua makosa ambayo aliyafanya kwenye mchezo uliopita. Kwa leo alikuwa anataka kuzalisha ama kurejesha imani kwa wanasimba, kurejesha imani kwake yeye mwenyewe, lakini pia kwa benchi la ufundi kuonyesha kwamba bado nastahili kuendelea kuheshimiwa. I'm still one of the best goalkeepers ambao wanapatikana kwenye ardhi ya Tanzania na kwenye vilabu ambao vinapatikana hapa Tanzania na hata barani Afrika, kwa sababu ni goalkeeper wa timu ya taifa, sio? Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ina maana kubwa sana kwa wachezaji wote wa Simba Sports Club, kwa sababu kila mmoja kaandika historia kwa nafasi yake, lakini pia imekuwa ni mechi ambayo ina umuhimu mkubwa sana kwenye historia ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Kipindi cha pili tumeona Simba ambayo ilikuwa imetarajiwa kwamba pengine inaweza ikapata goli, lakini wako wachache ambao wanasema kwamba ilizaliwa Simba iliyocheza Misri, kwamba sasa kulingana kukaa ni kwingi, tamaa ikawa ni kubwa na hawakuweza kupata goli. Kwako unadhani ni kipi kilichopelekea hawajapata goli kipindi cha pili? Sometimes hizi ahadi ambazo huwa zinatolewa zinaweza zikajenga ama zikaua. Nakumbuka kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kwamba words can change to be knife or life. Yani maneno yanaweza yakatengeneza maisha ama yakawa kisu, kwa maana yakakuua. Kwa hiyo ahadi zikiwa nyingi, kila mtu anakuwa anataka kufanya maamuzi, kwa sababu kuna taarifa ambazo zipo kwamba kila goli mtu aliyekuwa anafunga anapata milioni 3, sio? Maana yake inawezekana kila mtu alikuwa anafanya vitu kwa pupa, kwa shinikizo la ahadi ambazo walikuwa wameahidiwa. Waliona tumeshapata goli 2 sasa hivi, ngoja kila mtu ajipambanie kwa nafasi yake. Kwa hiyo ikawa inapelekea pressure ya hali ya juu. Lakini pia yawezekana kwa sababu team ilikuwa inapupa wapi? Eneo la mbele, sio? Eneo la nyuma kulikuwa kuna solidity, kulikuwa kuna utulivu. Maana yake ni kwamba game management ya Simba Sports Club kipindi cha pili ilikuwa hatutakiwi kuruhusu goli lolote. Ni either tupoteze mipira kule, lakini pia tuwe wa kwanza kufanya recycling ya hiyo mipira. Nadhani ndio kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kwa Simba Sports Club. Licha kwamba walikuwa wanapoteza mipira, wachezaji ambao walikuwa wanacheza katika eneo la ushambuliaji, kwa maana kuna offensive actions, bado walikuwa wakipoteza mpira. Unaona wanakuwa ni watu wa kwanza kufanya recycling, kwa maana kufanya reaction kwenye hiyo mipira ambayo wameipoteza. Chamu Karabu, mechi 2 za hatua ya robo finali, timu inafanikiwa kuvuka. Kwako unadhani Simba haikuwa na pengo kabisa kwa mchezaji ambaye hajakuwa? Chamu Karabu sio kwamba ni mchezaji mbovu sana. Yes, kuna uzito ambao yuko nao, ila sio kiasi hicho ambacho watu wengi huwa wanajaribu ku-criticize. Chamu Karabu performance yake huwezi kuacha kuzungumza performance ya timu. Yani uwepo wa mtu kama Yusuf Kagoma kwenye eneo la midfield, uwepo wa mtu kama Fabrice Luamba Ngoma, ambao hawa ndio walikuwa wanatengeneza shield ya Mangao ambao walikuwa wanawalinda Abraza Kamza pamoja na Chamu Karabu. Kwa hiyo Chamu Karabu amekuwa na performance nzuri kutokana na performance ambayo timu kwa ujumla wake imekuwa ikizalisha. Simaanishi kwamba yeye hajawa na performance nzuri, kwa sababu tulikuwa tunaona moments ambazo pia alikuwa ana intercept mipira, namna ambavyo anapasia mipira. Kwa hiyo bado Chamu Karabu ni moja kati ya wachezaji ambao ni muhimu na wazuri kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Simba uso kwa uso na Zamalek au Stellenbosch, unadhani nani mpinzani ambaye pengine anaweza kuwa nafuu Simba kukutana nao? Nadhani mpinzani nafuu ni Zamalek. Wengi watashangaa kwa nini nimesema Zamalek. Zamalek kwenye ardhi ya Tanzania sio mgeni.
Simba katoka kumwadhibu mtu kutoka huko ukanda wa UNAF, tena kaenda Misri ambako ndiko ambako anatokea Al Masry ambao kafungwa siku hii ya leo. Kwa Simba once anarejea kwenye ardhi ya Egypt, hatakuwa mgeni na yale mazingira. Kacheza sana na Al Ahly, kacheza sana na kacheza na hii Al Masry, kacheza pia na Zamalek. Kwa hiyo hatakuwa mgeni na hii mechi. Kwa hiyo itakuwa ni mechi rahisi sana kwa Simba Sports Club dhidi ya Zamalek. Huo ni mtazamo wangu kwa namna ambavyo Simba amekuwa akitoa performance nzuri dhidi ya timu hizi za upande wa kaskazini. Neno la mwisho kwa Fadlu Davis. Ni shujaa ambaye amekuja kuandika kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinakosekana kwa upande wa Simba Sports Club. Ni shujaa ambao ameifanya Simba ingie hatua ya nusu finali. Nadhani pia anataka kuendeleza ubora wa historia yake. Pengine wanajua kuna burden ya ambacho Young Africa kama mpinzani wake wa karibu alikifanya misimu kadhaa nyuma kwenye hii michuano, kwa maana msimu juzi. Kwa hiyo wanajua deni ambalo wako nalo. Kwa Fadlu Davis najua anaendelea kutengeneza mazingira mazuri ya kumfanya yeye mwenyewe aweze kuongeza profile ambayo ameanza kuiandikisha hivi sasa. Musa, kwa kumalizia tu japo Ateba kidogo. Ateba sasa tunaweza tukamshauri kocha akaanza kumwamini moja kwa moja Steven Dese Mukwala. Once mchezaji ambaye unamwamini akupi A performance, then ni rahisi sana kumwamini yule ambaye anakupa A performance. Steven Dese Mukwala katika nyakati chache ambazo amekuwa akiaminiwa, Steven Dese Mukwala amekuwa akizalisha matunda zaidi ya yale ambayo anazalisha Lionel Christian Ateba Mbida. Kwa hiyo Steven Dese Mukwala anaendelea kuprove na kumthibitishia kwamba mwalimu unatakiwa uniamini kwa asilimia kubwa. Idadi ya michezo ambayo kacheza Steven Dese Mukwala, idadi ya michezo ambayo kacheza Lionel Christian Ateba, takwimu ambazo anazo Ateba, takwimu ambazo anazo Steven Dese Mukwala, takwimu za Steven Dese Mukwala ziko mbali zaidi kuliko ya Lionel Christian Ateba. Kwa kwangu mimi nadhani Steven Dese Mukwala ni wakati sahihi wa kuendelea kuaminiwa na kupewa nafasi. Kwangu mimi inawezekana ndo mshambuliaji hatari zaidi ambaye anapatikana kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Simaanishi kwamba Ateba sio mshambuliaji mzuri.